Mtakumbuka maombi ya Geoffrey Mwambe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kamishna wa uhamiaji yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya Jaji Ngunyale, na mara ya mwisho upande wa serikali waliamriwa kwamba wafaili kiapo kinzani, lakini kwa bahati mbaya wameitaarifu mahakama kwamba wameshindwa kufaili hati ya kiapo kinzani. Tafsiri yake ni kwamba zile facts au maelezo ya kiapo cha Mwambe hakijabishaniwa leo mahakamani, isipokuwa waliruhusiwa kujibu hoja za kisheria tu bila kuweza kujibu zile facts ambazo ziko kwenye hati ya kiapo. Kwa hiyo tumesikilizwa kwa ukamilifu, tumeeleza hoja zetu na wao wameeleza mambo yao ya kisheria juu ya vigezo ambavyo vinahitajika katika kuweza kufanikisha haya maombi ya leave au maombi ya kuomba kibali cha Mahakama Kuu ili tuweze kufungua kesi ya msingi, na tumesikilizwa mbele ya Jaji Ngunyale. Kesi imepangwa tarehe 30 kwa ajili ya kutolea uamuzi kama Geoffrey Mwambe atapewa kibali kwa ajili ya kufungua kesi ya msingi sasa, ili kamishna wa uhamiaji aweze kuamriwa kumpa Geoffrey Mwambe na familia yake, kwa maana mke wake na watoto wake watatu passport ambazo zilipokonywa mpaka wa Sirari na mpaka wa Namanga wakati akisafiri kwenda Nairobi kuprocess visa ya Schengen ili aweze kusafiri kwenda Ujerumani kwa ajili ya kutibiwa nje ya nchi. Hayo ndio yamejiri hapa mahakamani. Maombi ya namna hii kuna vitu vitatu ambavyo upande wa mleta maombi au Geoffrey Mwambe anatakiwa kudhibitisha. Hoja ya kwanza ni kwamba maombi yanatakiwa yafunguliwe ndani ya miezi 6 kuanzia tukio lilipotokea. Na mtakumbuka tulisema tarehe 16 ndo passport zilichukuliwa mwaka jana mwezi wa 12. Kwa hiyo bado tuko ndani ya miezi 6. Lakini hoja ya pili ni kwamba kama kuna kesi ya msingi yoyote ambayo inaonekana ipo kwenye hati ya kiapo, na upande wa serikali nao wamesema hawana shida na hizo hoja mbili, kwa maana hoja ya kuhusu kufungua maombi ndani ya miezi 6 na hoja ya kwamba kuna kesi ya msingi au hakuna kesi ya msingi au kuna hoja za kubishaniwa. Kwa tafsiri nyingine, wao upande wa serikali wanaona hizo hoja hawajazigusa kabisa, kwa sababu wanakubaliana na hizo hoja mbili. Hoja ya tatu ambayo ilikuwa msingi ni ya maslahi, ambayo ndo tumetumia muda kuweza kujibizana mahakamani, na tukasema kwamba Mwambe ana maslahi kwenye hizo passport kwa sababu zimepokonywa kinyume na utaratibu wa kisheria. Hakuna sababu zozote ambazo zimetolewa na maafisa wa uhamiaji wakati wanapokonya hizo passport. Kwa baada ya mabishano hayo ndo kesi kapangwa tarehe 30 kwa ajili ya uamuzi ambao ni siku ya Ijumaa saa 4 asubuhi. Wao wanasema kitendo cha Geoffrey Mwambe kudai passport kwa niaba ya mke wake na watoto wake inaonyesha kwamba hana maslahi, lakini sisi tukawaambia kwamba maslahi ambayo yanazungumziwa hapa ni kwamba Mwambe alikuwa anaenda kutibiwa Ujerumani na watoto na familia. Kwa hiyo kwa mke wake, watoto wake, maana yake hizo passport Mwambe ana maslahi nazo sababu ni familia yake. Kwa maslahi yanapimwa kwa vigezo hivyo, ndio tumeeleza mahakama katika mazingira haya. Hoja za msingi hizo kuhusu maslahi. Kuhusu maslahi. Kwamba hizo kesi zinaweza kuhusu maslahi ya mleta maombi kwa maana Geoffrey Mwambe kama hana au anazo. Utakumbuka kwamba kuruhusiwa kugusa hati ya kiapo cha Mwambe kwa sababu walikuwa hawakibishi walikuwa hawana ubishi juu ya hati ya kiapo cha Mwambe. Hayo ndio rejea ya mahakama. Asante.